بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ninakuhusia kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibu katika mwendelezo wa darasa zetu za somo la aqida ama somo la tauhidi zinazotoka katika kitabu khudh aqidataka min alkitabi wa sunna. Tuko katika ukurasa nambari 15, darasa ya 34, katika unwani inayosema hal ya'lamul ghaiba ahadun, je, anajua mambo yaliyofichikana? Al-ghaiba ni mambo yaliyofichikana. Ahadun, yeyote. Kuna uwezekano wa yeyote kujua ghaib. Masala yaliyopita chini ya unwani, je, tuwasadikishe wapiga ramli na makahini katika ilmu ya ghaibu, tulikuwa tumemaliza kwamba hatutakiwi tuwasadikishe na hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allahu Jalla wa Ala. Darasa hii nasema, je, anajua ghaibu yeyote? Inawezekana akajua ghaibu yeyote, jambo ambalo limefichikana. Jawabu anasema la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rusuli, hajui ghaibu yeyote isipokuwa yule ambaye kwamba Allahu Jalla wa Ala amemuonesha ama amemjulisha mina ar-rusuli, katika manabii. Min ar-rusuli, katika manabii. Na maelezo haya yanamaanisha kwamba nabii hajui ghaibu. Hata nabii hajui ghaibu, isipokuwa anaweza kutoa taarifa za ghaibu. Nabii anaweza kutoa taarifa za ghaibu kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuonesha ama amempa taarifa hiyo. Qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, akijisifu yeye kuwa ni alimul ghaibi, yeye ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana. Na tuchukue kanuni kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akijisifu kwa sifa yoyote, hiyo sifa inakuwa ni ya pekee kwake, inakuwa ni ya pekee yake. Hajisifu kwa sifa ambazo na viumbe nazo wanazo, kwa sababu Allahu Jalla wa Ala anajisifu ili ajipambanue nazo, ajipambanue yeye na viumbe, atofautiane nao na ajirufaishe kwazo, ataje daraja yake ya juu kupitia hizo sifa. Kwa hivyo haiwezekani kwamba katika sifa za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala asifike nazo yeyote. Kuangalia hapa, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajisifu akisema ni alimul ghaibi, Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana. Fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan, kwa hivyo hamdhihirishi ghaibu yake yeyote. Allahu Jalla wa Ala peke yake ndiye ambaye anajua ghaibu, lakini akishajua ghaibu, sikuna uwezekano, ndio wengine hawajui, lakini sikuna uwezekano akawapa siri, akasema fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan illa katika huu mlango wa pili wa kumfundisha, yani wa kumpa taarifa mwingine habari ya ghaibu ambayo ni katika hususia zake na ni katika specialization zake, akasema hamdhihirishi yeyote ila man irtadha min rasuli, ila wale aliowaridhia min rasuli. Hii min ni min ya kutafsiri, isipokuwa wale ambao wamewaridhia. Maneno yakiishia hapa, wanaweza wakajichomeka wengi na wakasema sisi ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewaridhia. Allah akawatafsiri hao walioridhiwa, akasema min rasulin,
miongoni mwa mitume. Kwa hivyo yani nabii anaweza akadhihirishiwa ghaibu au baadhi ya ghaibu, na sio zote, baadhi ya ghaibu kwa kuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemridhia. Kwa hivyo wale ambao wanaoneshwa ghaibu za Allah Subhanahu wa Ta'ala sio wote walioridhiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, bali baada ya kuwa wameridhiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wawe ni katika manabii. Kwa hivyo hawa ni katika manabii peke yake. Tujuavyo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuwa anazungumza kuwasemesha waja wake, khitabu yake ima ni amrin, inayoamrisha jambo, au ni nahyun, inayokataza jambo, au ni aqida, inafundisha aqida, watu waitakidi jambo, inaingiza aqida, watu waitakidi jambo, au aqida ya kukanusha itikadi mbovu, aqida ya kukanusha itikadi ambayo sio sahihi. Katika haya yani katika mazao ya khitabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ya kusemeshwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anathibitisha aqida kwamba yeye anajua mambo yote yaliyofichikana, anajua yaliyodhihirika na yale yaliyofichikana. Na katika hili la ghaibu ni Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amepekeka, lakini huwa anawafunulia baadhi ya ghaibu, sio zote, baadhi ya ghaibu ambao amewaridhia, lakini hao walioridhiwa mir rasulin, katika manabii. Kwa hivyo ndio maana imekuwa kutoa taarifa ya mambo yaliyofichikana ni alama katika alama za unabii. Nabii Isa alayhi salatu wassalamu aliwaambia watu wake, wa unabbiukum bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ninakuambieni, na mimi ninakuambieni. Alipokuwa anajitangaza kwamba yeye ni nabii, akawa anajitambulisha na anaonesha utambulisho wake, akasema nitakuambieni vile mnavovila, mtakavovila, bima taakuluna, vile ambavyo mtavila hapo mbeleni, wa ma tadakhiruna, na vile ambavyo mmevihifadhi majumbani mwenu. Nyinyi mko na mimi hapa ana kwa ana, lakini nakuambieni bima taakuluna, kile ambacho mmekila au mtakila, wama tadakhiruna fi buyutikum, na vile ambavyo mnavihifadhi kama akiba katika majumba yenu. Na Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam akawaambia watu wake waliokuwa nao gerezani, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma, ni masala mengine afwan, ini hamta ijiwa na chakula ambacho mtaruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila nitakuwa nimekuambieni ta'wili ya ndoto yenu. Kwa hivyo ile nayo ni alama katika alama za manabii, lakini hii ni karama. Allahu Jalla wa Ala anaweza akawafundisha baadhi ya watu wasiokuwa manabii masala ya kutafsiri ndoto. Ala kulli hali mahallu shahidi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mafundisho tunajifunza katika dalili hizi ni kuwa amefunga mlango wa mtu mwingine kudai kuwa anajua ghaibu isipokuwa awe ni nabii. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, hajui yaliyofichikana isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii ni hasanun, rawahu at-Tabarani. Hadithi hii daraja yake ni hasan na imepokelewa na al-Imamu at-Tabarani. Ndugu zangu katika imani, katika darasa kuna masala huwa yanawatatiza watu. Masala ya mtu anaweza akenda kwa mpiga ramli, na hiyo ni haramu, na sisi hatuzungumzii juu ya kujuzu kwenda kwa hawa watu, lakini tunazungumza katika kuelezea yale yanayotokea. Mtu anaweza akaenda kwa mpiga ramli, akaambiwa jinale, akaambiwa shida yake, akaambiwa anakotoka, na akaelezwa baadhi ya mazingira ya kule anakoishi ndani kwake au kwa majirani wake, kwa majirani zake. Halafu linakuja swala kwa munasaba huu,
Qur'ani ama adilla zinatuambia hajui ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Huyu amejuaje? Kwa hivyo mtu anabakia na utata baina ya kusadikisha maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na baina ya huo mushkili. Wakikwambia habari kama hizi sio inakuwa haiingii katika mlango kwamba wao wanajua ghaibu. Lakini wamekueleza katika hali ya kupewa taarifa na mashetani na makuhani. Katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kuwa katika mitihani ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewatahini wanadamu, kila mwanadamu ana qarin katika jini, qarin katika majini. Qarin ni yule anayesuhubiana naye, haachani naye, anafuatana naye. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametutahini kwa hawa viumbe na wanakuwa ni mtihani wako kwamba wanakuita katika ubaya, kama ambavyo Allah Jalla wa Ala ameumba matamanio akakukataza. Matamanio yanakuita na wewe unatakiwa ufuate amri ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo amri ya Allah Jalla wa Ala inakuita na matamanio kinyume na amri yanakuita. Kadhalika huyo ni hivyo hivyo, na kama ilivyokuwa kwa Iblis, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemuumba na amembakisha ili awe ni mtihani. Kwa hivyo huyu anaishi na wewe tokea ulipozaliwa, anajua habari zako zote. Kwa hivyo kinachofanyika hapa ni huyu mganga wa kienyeji, sisi katika lugha ya sharia tunamuita ni mchawi, ni sahir au arraf au ni kahin, anapokea taarifa kutoka kwa hawa mashayatin. Na kwa nini mashayatini wanatoa hizi taarifa? Inaweza kuwa ni waganga wa kienyeji wanazinunua kwa kuwafanyia kwa kuwafanyia hawa mashayatin mambo wanayoridhia. Mambo gani? Mambo ya kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin athimin yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Mashaitani huwa wanawateremkia watu ambao wanafanya madhambi sana. Ndio maana watu hawa ni katika wale ambao wanaagiza viungo vya albino, wanagombanisha watu, wanatenganisha kati ya mtu na mama yake na mkewe, wanavuruga mahusiano ya watu, wanaagiza viungo vya albino, wanaagiza viungo vya siri vya binadamu, wanalisha watu uchafu, wanalisha watu najisi. Kwa hivyo kwa gharama hizi wanakuwa karibu na mashayatin, wanaamiliana nao katika miamala mibaya. Katika hayo ni kuwapa hizi taarifa. Kwa hivyo mashaitani wanazitoa taarifa hizi kwa sababu wanaridhishwa kwa hawa waganga ama masahir, kwa kuwafanyia mambo yanayo muasi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na ni mambo ya maasi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na yanawaridhisha wao. Lakini pia hawa mashayatini wana lengo lingine ambalo ni katika miradi yao kuwapoteza waja wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo wanataka wawaaminishe kwamba huyu mganga wa kienyeji anajua ghaibu, ili watu wakufuru maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayosema hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allahu Jalla wa Ala. Kwa hivyo akipewa taarifa anasema wewe unaitwa fulani bin fulani, unatokea mahala fulani, lakini sio kwamba huyu amejua ghaibu isipokuwa amepewa taarifa. Mushkeli hapa ni wapi? Mushkeli hapa ni kuwa yeye kahin anadai kuwa anajua ilmu ya ghaibu, kinyume na alivyosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hakuna anayejua ilmu ya ghaibu isipokuwa yeye. Mushkeli namba moja, na anawaaminisha watu katika hii itikadi ambayo ni dhidi ya itikadi ya dini. Mushkeli namba mbili, haijuzu binadamu kuamiliana na majini kwa namna yoyote ile. Ni jambo ambalo limekatazwa katika sharia. Nabii Suleimani alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wassalam peke yake ndiye ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa ufalme ambao ndani yake kuna kuwamiliki majini na kuna kuamiliana nao na kuna kuwasiliana nao. Na hiyo ni matokeo ya dua yake aliposema Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
Mola wangu nipe ufalme ambao itakuwa si sawa, si halali kwa yeyote baada yangu. Yani unipe mimi alafu ufunge huo mlango wa hivyo vitu ambavyo utakuwa umenipa, hakika wewe ni mtoaji. Mwenyezi Mungu anasema fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab washayatin kulla bana'in wa ghawas. Tukamsakhirishia upepo, ama tukamdhalilishia, ama tukaufanya ni mtiifu kwake yeye upepo, na mashayatin, na wengine wakimjengea majumba akiwatumia katika ujenzi, na wengine wakizamia katika bahari kwa ajili ya kumtolea mali na maadini zinazopatikana katika mabahari. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja alipata kuwakamata kashaitani kalichokuwa kakitaka kumharibia sala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akakaachilia. Alafu akatoa maelezo kwamba nimekumbuka dua ya ndugu yangu Suleimani kwamba aliomba swala hili liwe ni la kwake peke yake na isiwe ni halali kwa yeyote. Lau kama si hivyo, ningelikaadhibu nikakafunga, nikakatia kizuizini, kakafungwa katika viguzo vya Madina. Watoto wa Madina wakawa wanakichezea na kukifanyia shere, lakini akakumbuka dua ya nabii Suleiman. Ni ajabu, kuna baadhi ya watu wanajiita mashehe, wanajuzisha kufuga majini na kuwashikilia, na ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallama haya ndiyo maelekezo yake. Tukutane katika darasa ijayo ambapo tutazungumzia hukumu ya kuvaa vitu, mabangili au kitu chochote kama hirizi na mfano wake kwa ajili ya kinga ama hifadhi ama kuleta baraka. Lakini kabla ya hapo tutatoa maelezo ya kumalizia hiki kipengele ambacho tumekigusia katika darasa ya leo. Sallallahu wasallam wabarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.